Kuna ukweli mchungu ambao wanaume wengi hawataki kusikia. Sio kila mwanamke ni baraka kwenye maisha yako. Wengine wanakuja kama upendo, lakini wanakuondoa pole pole kwenye ndoto zako, malengo yako na mafanikio yako. Ukikosea hapa, unaweza kupoteza miaka yako yote bila hata kugundua. Leo nataka nikufungue macho, kwa sababu maisha yako yanategemea maamuzi unayofanya kuhusu nani unaruhusu awe karibu yako. Kabla hatujaingia kwenye aina za wanawake, lazima uelewe kitu kimoja muhimu sana. Mafanikio yako hayatokani tu na juhudi zako binafsi, bali pia yanachagizwa sana na watu unaowazunguka. Kwa msemo unasema, show me your circle and I will show you your future. Kwa Kiswahili rahisi nafikiri tunamaanisha, onyesha marafiki zako, nitakuonyesha maisha yako ya baadaye. Sasa fikiria hii. Ukiwa na mtu anayekupa nguvu, anayekusukuma mbele ya anayekuamini, utaenda mbali. Lakini ukiwa na mtu anayekurudisha nyuma, anayekuvuruga kiakili na kihisia, utaanguka hata kama una potential kubwa kiasi gani. Moja ni mwanamke asiye na maono. Huyu ni mwanamke ambaye hana mwelekeo wa maisha, hana ndoto, hana malengo, hana vision yoyote ya kesho yake. Tatizo lake kubwa si kwamba hana pesa, bali hana direction. Na mtu asiye na direction atakuingiza kwenye confusion. Utajikuta unajaribu kujenga maisha, yeye anataka starehe tu. Wewe unawaza maendeleo, yeye anawaza leo tu. Mwisho wa siku utaanza kushuka kiwango bila hata kujua. Kwa nini? Kwa sababu unavuta mzigo wa mtu ambaye hata hajui anakwenda wapi. Lakini wa pili ni mwanamke mwenye drama kila siku, mwenye vituko. Kila siku ni ugomvi, kila siku ni malalamiko, kila kitu kinageuka kuwa tatizo. Simu haikupokelewa, tatizo. Uchelewe kurudi, tatizo. Ukiwa busy na kazi, tatizo. Mwanamke wa aina hii anakumaliza kiakili. Na ukweli ni kwamba huwezi kufanikiwa ukiwa na akili iliyochoka kila siku. Mafanikio yanahitaji focus, lakini drama na vituko inakula focus yako yote. Unajikuta muda wako mwingi unaenda kusolve matatizo ya kihisia badala ya kujenga maisha yako. Tatu ni mwanamke anayependa starehe za haraka. Huyu anapenda maisha ya juu bila kujali anatoka wapi. Anataka vitu vizuri, lakini hataki mchakato. Anataka matokeo bila kazi. Anataka maisha ya Instagram bila jasho la real life. Tatizo ni kwamba atakupressure uwe mtu ambaye bado hujawa. Unajikuta unaingia kwenye madeni, shortcuts, hata njia zisizo sahihi ili kumridhisha yeye. Na mwisho wa siku sio tu kwamba hautafanikiwa, utaanguka kabisa. 4 ni mwanamke asiyeheshimu muda wako. Huyu anaona muda wako hauna thamani. Ukiwa busy anakuita hauko serious. Ukipanga kazi zako anakuita unajifanya. Anataka attention yako kila saa. Na kama humpi anaanza drama na kukufanya usijisikie vibaya. Lakini issue ni kwamba, au ukweli ni kwamba, muda wako ndio maisha yako. Na mtu anayeharibu muda wako, basi anaharibu hatima yako. 5, mwanamke anayekudharau ndoto zako. Unapomwambia unataka kuwa kitu fulani, anacheka. Unapojaribu kufanya kitu, anakukatisha tamaa. Maneno kama hiyo haiwezekani, unapoteza muda wako, achana na hayo mambo. Huyu ni hatari sana, kwa sababu wakati mwingine si kushindwa kunakuwa, ni maneno ya mtu wa kujaribu anaokuondolea imani. Ukikaa na mtu anayekuona mdogo, utaanza kujiona mdogo. Lakini dalili ya 6, mwanamke mwenye wivu usio na msingi. Wivu kidogo ni kawaida, lakini wivu uliopitiliza ni sumu. Huyu haamini chochote unachofanya. Kila mtu ni threat kwake. Kila hatua yako anaitafsiri vibaya. Badala ya kukusaidia kujenga network, anataka kukutenga na watu wote. Nakumbuka connection zako ni sehemu ya mafanikio yako. Ukikosa watu sahihi kwa sababu ya mtu mmoja, unakuwa umejipunguzia fursa zako mwenyewe.
7, mwanamke asiyejali maendeleo yako. Huyu yupo kwenye maisha yako, lakini hajali unaendelea au la. Hakuulizi malengo yako, hakusapoti juhudi zako, hajali unaposhinda au unaposhindwa. Yeye yupo tu. Na ukweli mchungu ni huu: uwepo wa mtu asiyejali unaweza kuwa mzigo mkubwa kuliko kukaa peke yako. 8, mwanamke mwenye tabia za kukuvuta chini. Huyu ana tabia ambazo zinakuathiri moja kwa moja. Anapenda starehe kupita kiasi, hana nidhamu, anapenda matumizi yasiyo na mpangilio, lakini pia hana heshima kwa mipaka. Taratibu utaanza kufanana naye, kwa sababu binadamu hubadilika kulingana na mazingira yake. Na kabla hujagundua umeacha kuwa yule mtu mwenye malengo makubwa. Hii si chuki dhidi ya wanawake. Hii ni hekima ya maisha. Kwa sababu pia kuna wanawake wazuri sana, wanaojenga, wanaosaidia, wanaokufanya uwe bora zaidi. Lakini ili uwapate hao, lazima ujifunze kuwatambua hawa wengine mapema. Sikiliza kwa makini. Maisha yako ni kama safari, na mtu unayechagua kusafiri naye anaweza kukufikisha mbali au kukuangamiza kabisa. Usichague kwa sababu ya hisia pekee. Chagua kwa sababu ya mwelekeo wa maisha yako. Kumbuka, sio kila anayekupenda anakufaa, na sio kila anayekufaa atakuja kwa urahisi. Lakini ukifanya maamuzi sahihi leo, kesho yako itabadilika kabisa. Je, umewahi kukutana na mwanamke wa aina gani katika wote hawa niliowataja? Na umejifunza nini kutokana na hii hadithi? Mimi nasema asante, tukutane kwenye video inayofuata, na bye bye.